Mwanamume huyo alijifanya kuwa mpigaji misheki wa kipofu na akatoa huduma za misheki nyumbani, lakini hakujua kuwa mteja alikuwa maiti. Alitaka kukataa huduma, lakini muuaji alimtishia aendelee. Bila chaguo lingine, mwanamume huyo alilazimika kufanya kazi akiwa amevalia glovu. Muuaji alimzuia kwa sababu walitaka kuacha alama za vidole vya mwanamume huyo ili kumtia hatiani, ili kuepuka kufichua kuwa alikuwa anajifanya kuwa kipofu. Mwanamume huyo alianza kumpigia misheki maiti. Wakati huu, alihisi baridi kumtembea mgongo. Mwanamke aliyefariki ghafla alikamata mkono wake. Aligundua kuwa bado anaishi. Wauaji hao wawili walichoka kwa mwitikio wa mwanamume huyo. Kwa hivyo mwanamume huyo alijifanya kuwa na haja ya dharura kwenda chooni. Waliandamana naye kwa tahadhari. Haikuwa mpaka walipoondoka ndipo mwanamume huyo alithubutu kushusha ulinzi. Lakini alipogeuka, alangukia tena kwenye mtego wa wauaji. Mwanamume huyo alijifanya kuwa hajagundua na akaondoka kwa utulivu. Alirudi kwenye chumba cha kupumzikia na akaendelea kumpigia misheki maiti. Lakini haijalishi jinsi alivyojaribu kujificha, muuaji bado alimtuhumu. Walimkabidhi kwa adabu sahani ili kula. Mwanamume huyo alipotikisa mkono, wembe ukamkabili. Alijua kuwa mwanamume huyo hakujibu. Muuaji alishusha ulinzi. Waliamua kumwachia, lakini wakati huu kulikuwa na mkokoteni mlangoni. Ilibidi kuwa dereva wa mwanamume huyo alikuwa amekuja kumchukua. Wakati huu alikuwa tayari amesahau utambulisho wake kama kipofu na alitaka tu kuondoka haraka iwezekanavyo. Baada ya kuingia kwenye gari, alimwambia dereva kumpeleka kwenye kituo cha polisi, lakini wakati huu muuaji alirekebisha nje ya dirisha la gari. Alimtishia dereva ashuke gari aende kuchukua kitu. Mwanamume huyo ana wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa dereva na hata ana picha akilini, lakini hakujua kuwa dereva na muuaji walikuwa washirika. Walifanya kazi pamoja kuhamisha maiti kwenye buti ya gari, na muuaji alimwambia dereva apate nafasi kumuondoa mwanamume huyo. Ndani ya gari, mwanamume huyo aliamini hawezi kukaa tu na kungojea kufa. Kwa hivyo, alichukua chupa ya maji na kumshambulia dereva. Dereva alikuwa amekwama mawazo wakati akiendesha. Mwishowe, gari liliingiliana na lori. Watu hao wawili walitupwa nje ya gari. Dereva aona nafasi ya kumdhibiti mwanamume huyo, lakini wakati huu, mwanamke huyo alitoroka kwenye buti ya gari na akamwokoa mwanamume huyo.